Simba inaumiza, ila tukija katika mchezo ni mambo ya sport, unajua yote yanawezekana, kwa sababu katika mashindano unajua usitegemee kushinda kila siku, unajua hayo yapo katika michezo, au sio? Unapokuwa umezidiwa lazima kubali matokeo lakini inaumiza. Viongozi wako vizuri na washabiki wako vizuri, au sio bana? Kwa hiyo tuna uhakika kabisa msimu kila kitu kitakwenda sawa. No, not really. I'm not really here, brother. I'm just yani mimi niko fair play yani. Mimi naipenda Simba. Naipenda Simba. Kitu gani ambacho kimekufanya uipende klabu ya Simba na si klabu nyingine kutoka hapa nyumbani Tanzania? Ni story ndefu, kwa sababu Simba sina cha kuambia zaidi ya kusema kwamba tutakutana. Tutakutana, tuombeane Mungu, basi tukutane. Tutaangalia soka litakavyokuwa, au sio bana? Afrika nzima kama uliona ile alipiga samba sote ile pale. Goli lazungumziwa dunia nzima lile. Wewe acha mzee. Yaani katika kikosi cha Simba mimi mpaka sasa hivi naona pale mbele pale hatujapata forward ambaye anauchwa magoli. Tumemsajili Dumbia. Dumbia hapa tumemsajili, lakini bado unajua ndo tunamwangalia, au sio? Sasa tuombe Mungu awe ndo yule ambaye tunamhitaji sisi, kwa sababu tunahitaji mtu ambaye bado uwanja, mazingira, unajua hali ya hewa na kila kitu, unajua, au sio bana? Kwa kuna vitu vingi sana mchezaji inabidi avizoe, au sio bana, kukutana na mchezo wetu wa Kitanzania jinsi ulivyo, unajua. Kwa hiyo bado nje ya uwanja, lakini kwa ndani ya uwanja timu zetu zina uwezo mkubwa sana, unajua. Kwa hiyo naweza nikasema kwa sababu ya uzoefu labda wa ile michuano, au sio bana, kitu kama hicho ndio kinaturostisha kwamba baadhi ya viongozi wetu wa vilabu wanakuwa wajiongezi, unajua, katika vitu fulani, katika kucomplain katika kizao za msingi. Yani pale ndio sehemu ya kuangalia Simba, sikufishi. Viungo havina shida. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas. Assalamu alaikum, au Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Usalama upo? Usalama upo kutosha. Kheri? Heri kaka. Naona kurupushani zimekuwa nyingi sana, nimekusimamisha hapa. Ulikuwa unaelekea wapi shewangu? Kwa sasa hivi nilikuwa naelekea airport. Nilikuwa naelekea airport sasa. Safari ya South Africa? Hapana, kuna wadau wanatoka South Africa, nilikuwa nakwenda kuwapokea kidogo. Sawa. Wewe hapa nyumbani ni shabiki ama mwanachama wa timu gani? Tuna vilabu vingi sana ambavyo vinashiriki NBC Premier League. Mimi ni shabiki wa Simba Sport Club. Simba Sport Club. Nyama? Mnyama. Mwana Lunyasi? Exactly, Lialia kabisa? No, not really. I'm not really, brother. I'm just yani mimi niko fair play yani. Mimi naipenda Simba. Naipenda Simba. Kitu gani ambacho kimekufanya uipende klabu ya Simba na si klabu nyingine kutoka hapa nyumbani Tanzania? Ni story ndefu, kwa sababu Simba ni timu ya kurisishwa na babu yangu, unajua, ambaye nimechukua jina lake lile la Mohamed, ndio alinirizisha hii timu. Sasa unajua cha kurisi bana, uwezo ukakiacha, lazima ukikumbatie ukibebe, unajua, alafu tayari ashakuwa marehemu, unajua. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho naipenda Simba, kwa sababu alikuwa ni Simba damu kabisa. Kwa hiyo toka mdogo akawa ananivalisha jezi za Simba nini, au sio bana, vitu kama hivyo, anakuwa anaitwa Mzee Chuma. Kwa hiyo mimi nimeingia umomo na mimi nikawa Simba vile vile. Situation ya kukosa ubingwa mara 5 mfululizo unaichukulia vipi ama ikoje hii? Kiukweli mimi kama mwana Simba inaumiza, ila tukija katika mchezo ni mambo ya sport, unajua yote yanawezekana, kwa sababu katika mashindano unajua usitegemee kushinda kila siku, unajua hayo yapo katika michezo, au sio? Unapokuwa umezidiwa lazima kubali matokeo lakini naumiza. Naam, tunajipangaje kuelekea msimu ujao wa NBC Premier League? Ukiangalia namna usajili zinavyofanyika kwenye kikosi chenu cha Simba, na sio kwamba kilikuwa kibaya, ila kwenye swala nzima la maboresho. Kwa kweli kwa sasa hivi ninavyoiona Simba, naiona inakuja vizuri. Simba kwa sasa hivi kwa kweli tunategemea kuona mazuri kwa kweli, kwa sababu hata kikosi kilichopita kilikuwa sio kibaya, kilikuwa kinahitaji marekebisho madogo ambayo sasa hivi naona uongozi unalishughulikia hilo. Kwa hiyo na uhakika kabisa ligi ikianza patachimbika. Kwa sababu hata Yanga pia wako vizuri. Kwa hiyo sasa tutakuja kuona mpira mmoja mzuri sana Tanzania hapo, unajua, katika vilabu vyetu vya Tanzania. Ukiangalia pia Azam pia nao wamejipanga, Singida wamejipanga, ila tukija katika upande wa Simba mimi nadhani sisi ndo babu kubwa zaidi kuliko wote. Trust me brother, iko hivyo. Mchezaji gani ambaye anakuvutia kwenye uchezaji wake ambaye anatoka kwenye klabu ya Simba Sports Club? Siwezi kumzungumzia mchezaji mmoja, lakini naweza nikamzungumzia Chama.
Clatous Chota Chama Triple C. Yeah, yule bwana wamwache tu. Yule bwana, to be honest you brother, yule mtu wamwache kama alivyo. Sitaki kumzungumzia sana, nimemzungumzia yeye tu kama hivyo kwamba wamwache yule mtu. Yule mtu anajua. Kwa nini? Anajua, anaweza kubadilisha mpira wakati wote, au sio bwana? Anaweza kufanya vitu ambavyo watu wetegemei. Kaanza kafunga goli la maajabu, aliye kufunga ile goli karibia Afrika nzima, kama uliona ile alipiga samba sote ile pale. Goli lazungumziwa dunia nzima lile. Wewe acha mzee. Wewe sahihi kabisa. 100% Chama ni mna goli lingine bora ambalo limewahi kufungwa kwenye hamna. Ile goli la Chama ndio limevunja rekodi nzima. Hamna. Lifuatilie ile goli utakuja kuniambia hakuna. Hamna. Ila inategemea akafunga kwenye nani mchezo gani? Inategemea ndio kafunga katika mchezo gani, lakini ile goli kwa upande wangu mimi kiongozi nimelikubali sana. Sawa, sehemu ipi ambayo ya kikosi unatamani zaidi ifanywe maboresho kuelekea kwenye msimu ujao wa NBC Premier League ukiwa kama shabiki wa mnyama ukilinganisha na kikosi kilichopita kwenye msimu uliopita wa NBC, ili mradi tuendelee kuwa vizuri na tufanye vizuri pia kwenye msimu mpya wa ligi? Yaani katika kikosi cha Simba mimi mpaka sasa hivi naona pale mbele pale hatujapata forward ambaye anauchwa magoli. Tumemsajili Dumbia. Dumbia hapa tumemsajili, lakini bado unajua ndo tunamwangalia, au sio? Sasa tuombe Mungu awe ndo yule ambaye tunamhitaji sisi, kwa sababu tunahitaji mtu ambaye ana target ya magoli muda wote, yani anauchu yani mpira ambao ukikatwa ikapiga, unajua ndio tunamtaka forward na namna hiyo. Sasa hatujui atakuwa kama huyo au itakuwa, unajua sajili zetu za Tanzania bana, mnaweza mkaletoa mtu kamboi kwa hivi, matokeo yake anakuja kwa hivi. Watu wangapi wamesajiliwa, matokeo yake unakuta wanakuja tofauti na jinsi tulivyotegemea. Kwa hiyo yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, tuombe Mungu. Wewe sehemu ya ushambuliaji kwenye striker unatamani kufanya maboresho zaidi? Yani pale ndio sehemu ya kuangalia Simba, sikufichi. Viungo havina shida, beki kule tumekamilika, katikati tumekamilika, lakini pale mbele pale katika upigaji mipira ambayo imekufa ile hakuna mpigaji pale. Kwa hiyo sisi tumekuwa siku zote watu wa kutoa draw, au sio watu wa kupoteza, kwa sababu hatuna mpigaji pale. Selemani Mwalimu pamoja na Dumbe wanatosha ama tuwatafutie mbadala kwenye sehemu ya striking? Ngoja tumwangalie Dumbe kwanza, tumwangalie kwa sababu bado hajacheza, tukamuona huenda akawa akakizi mahitaji yetu. Anacheza Kagame Cup. Simeanza juzi tu brother, au sio bwana? Kwa hiyo bado hajaonyesha vitu fulani, au sio bwana? Timu yenyewe haijajipanga, hajazoea bado uwanja, mazingira, unajua hali ya hewa na kila kitu unajua, au sio bwana? Kwa kuna vitu vingi sana mchezaji inabidi avizoe, au sio bwana, kukutana na mchezo wetu wa Tanzania jinsi ulivyo unajua. Kwa hiyo bado. Naam, tukienda kwenye klabu bingwa, hii ni moja kati ya ndoto ambayo ni kubwa sana kwa vilabu vya hapa nyumbani Tanzania, especially hivi vilabu vikubwa vitatu vyenye majina Azam, Simba pamoja na Young African Sports Club. Tunafeli wapi kwenda kufika ngazi za juu kabisa za klabu bingwa, ikiwezekana nusu finali au hata finali pia, maana imekuwa ni kiu kubwa sana kwa hivi vilabu vyote hapa nyumbani Tanzania. Nini kitu ambacho kinafelisha zaidi ukiwa kama mwana michezo? Mimi kwa ufupi nikiwa kama mwana michezo, mimi naona ni kwamba tu tunahitaji juhudi binafsi na tunahitaji uwezo binafsi, unajua, kwa sababu tunazidiwa vitu vichache sana ambavyo naweza nikasema vinachezwa nje ya uwanja, lakini kwa ndani ya uwanja timu zetu zina uwezo mkubwa sana, unajua. Kwa hiyo naweza nikasema kwa sababu ya uzoefu labda wa ile michuano, au sio bwana, kitu kama hicho ndio kinaturostisha kwamba baadhi ya viongozi wetu wa vilabu wanakuwa hawajiongezi, unajua, katika vitu fulani, katika kucomplain katika kizao za msingi, lakini tunaweza. Okay, ni hicho tu. Ni hicho tu. Kirudi kwenye uongozi wako wa Simba Sport Club. Katika uongozi wangu wa Simba Sport Club mimi sina kikubwa cha kueleza, ila ninachokijua mimi ni kwamba viongozi wako vizuri na washabiki wako vizuri, au sio bwana? Kwa hiyo tuna uhakika kabisa msimu kila kitu kitakwenda sawa. Sawa. Waambie jambo lote lile pale mashabiki na wanachama pia wa klabu yako Simba Sport Club. Unatamani nini uambie zaidi kuelekea kwenye msimu ujao wa NBC Premier League? Mimi nachoambia kwanza kabisa kwamba wajitambue kwanza, kwamba wajue kabisa mpira ni kitu kinatuunganisha sisi kama michezo. Kwa hiyo tusiwe na beef katika mipira. Tunapokuwa tumeshindwa tukubali, na tunapokuwa tumeshinda tushangilie, au sio bwana? Kwa sababu mpira usitengeneze sisi kuwa maadui. Hicho ndio kikubwa ambacho tunawaambia washabiki, kwa sababu kuna wengine wanachukulia mpira kama uadui, unajua, kitu ambacho sio sahihi, unajua. Tumalize kwa wapinzani pia, unatamani uambie nini namna ambavyo umeona kikosi chako kinavyojipanga kuelekea kwenye msimu ujao? Mimi sina cha kuambia zaidi ya kusema kwamba tutakutana, tuombeani Mungu basi tukutane, tutaangalia soka litakavyokuwa, au sio bana? Ndugu yangu mimi nikushukuru sana. Thank you very much. Asante. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda,
hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.